Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta anayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu tafsiri ya ndoto ya kumuona mtu aliyekufa katika njozi. Na kuletea elimu uweze kufahamu tafsiri ya ndoto ya kumuona mtu aliyekufa katika njozi. Kama utamuona baba yako mzazi katika ndoto, na ingalikuwa baba yako mzazi alishakuwa amekufa, au ukamwona mama yako mzazi katika ndoto na mama tayari alishakuwa amekufa, au ukamwona rafiki yako katika ndoto na ingalikuwa rafiki yako tayari ameshakufa, au ukamwona ndugu yako katika ndoto na ndugu huyo tayari alishakuwa amekufa, aidha awe mjomba, aidha awe shangazi, aidha awe dada yako, aidha awe kaka yako, au umemwota mtu aliyekufa katika ndoto ambaye ni jirani yako. Je, tafsiri ya ndoto hii maana yake ni ipi? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Ndoto ya kwanza, ukimwona mtu aliyekufa katika ndoto, mtu huyo aliyekufa anakuambia jambo fulani au anakupa taarifa ya kitu fulani. Haijalishi mtu huyo umemwona ni mama yako mzazi aliyekufa, au baba yako mzazi aliyekufa, au rafiki yako, au shangazi yako, au mjomba, au bibi, au babu, au rafiki. Ukimwona mtu aliyekufa anakupa taarifa ya jambo fulani katika njia ya ndoto, basi jua taarifa hiyo ni ya ukweli, kwa sababu watu waliokufa nafsi zao zipo katika haki, na sisi binadamu tuliopo hai bado tupo katika mtihani wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukimwona mtu aliyekufa anakuambia jambo, basi jua jambo hilo ni la kweli. Ndoto ya pili, ukijiotea ndoto wewe mwenyewe umekufa. Tafsiri ya ndoto hii, unajuzwa ya kwamba utaishi umri mrefu. Na ukimwotea ndoto mtu amekufa, aidha ndugu yako ambaye yuko hai lakini hajafa, lakini ukamwotea amekufa, au mzazi wako au rafiki yako, basi tafsiri ya ndoto hii, yule mtu ambaye umemwotea amekufa ataishi umri mrefu. Ndoto ya tatu, ukijiotea ndoto wewe mwenyewe unajichimbia kaburi. Tafsiri ya ndoto hii, unajuzwa ya kwamba ni ishara ya kufungukiwa riziki zako zilizofungwa, na pia unaenda kuondokana na dhiki pamoja na matatizo, na unaenda kuwa mtu wa mafanikio. Ndoto ya 4, ukiota ndoto
unapokea kitu kwa maiti, na maanisha unapokea kitu kwa mtu aliyekufa, anakupea kitu. Au kaota ndoto unaenda kuchukua kitu kwa maiti aliyekufa. Tafsiri ya ndoto hii, unajuzwa ya kwamba unaenda kuwa ni mtu mwenye kheri nyingi na mtu mwenye baraka nyingi, na milango yako ya mafanikio ambayo ilifungika kwa muda mrefu basi inaenda kufunguka. Kama ni mtu ambaye ulikuwa unapitia dhiki, unapitia shida na umekata tamaa kutokana na majaribu na mitihani ambayo unaipitia katika maisha, mitihani migumu, basi tafsiri ya ndoto hii maana yake unaenda kuondokana na hizi dhiki, unaenda kuondokana na mitihani na unaenda kuwa mtu wa mafanikio. Ndoto ya 5. Ukiota ndoto unamuona mtu aliyekufa anakufurahikia na ananyosha mikono yake juu. Tafsiri ya ndoto hii, unajuzwa ya kwamba we ni mtu ambaye utaishi maisha yenye umri mrefu. Ndoto ya 6. Ukiota ndoto umebeba jeneza, lakini ndani ya hilo jeneza hakuna mtu aliyekufa, yaani umebeba jeneza tupu. Au umemotea mtu amebeba jeneza, lakini hilo jeneza ndani yake hakuna mtu aliyekufa. Kama umejiotea ndoto umebeba jeneza na ndani ya hilo jeneza hakuna mtu aliyekufa, basi unajuzwa ya kwamba unaenda kuondokana na ufukara uliokuwa nao na utaenda kuwa ni mtu mwenye mali nyingi sana, na maanisha utakuwa tajiri, na utajiri wako utakuwa ni wa halali. Na hata yule mtu uliyemotea kuwa mbeba jeneza, basi na yeye ni hivyo hivyo, ataenda kuwa ni mtu wa mafanikio, ataenda kuondokana na dhiki na ufukara aliokuwa nao, na ataenda kupata mali za halali na atakuwa tajiri. Na kama we ni tajiri, umejiotea hivyo, basi utajiri wako utaenda kuongezeka zaidi na zaidi. Ndoto ya 7. Ukiota ndoto mtoto wako wa kiume amekufa. Tafsiri ya ndoto hii, unajuzwa ya kwamba kama wewe ni mtu maskini, unapitia mitihani, unapitia dhiki, basi unaenda kuondokana na ule umaskini na ule ufakiri na ule ufukara. Unaenda kuwa mtu wa mafanikio na unaenda kuwa tajiri. Na kinyume cha tafsiri ya ndoto hii pia, kama we ni tajiri, basi utajiri wako unaenda kuongezeka zaidi na zaidi. Na kama we ni fukara na unajifahamu kabisa wewe ni maskini, kinyume cha ndoto hii, ukimotea mtoto wako wa kike amekufa, basi tafsiri ya ndoto hii, unajuzwa ya kwamba unaenda kuwa maskini zaidi na zaidi katika maisha yako, ukiwa wewe ni maskini na umeota mtoto wako wa kike amekufa. Na kama wewe ni tajiri, ukaota mtoto wako wa kike amepoteza maisha, amekufa, basi utajiri wako unaenda kuporomoka na unaenda kuwa fukara. Ndoto ya 8. Kwa mwanamke mjamzito, ukijiotea ndoto umekufa na baada ya kufa hujaveshwa sanda wala hujawekwa katika jeneza wala haujawekwa katika mwanandani, tafsiri ya ndoto hii, unajuzwa ya kwamba utaenda kujifungua salama
na mtoto ambaye utakayemzaa basi utamzaa mtoto wa kiume, na mtoto huyo atakuwa ni mtoto mwenye maadili mema, na ni mtoto ambaye atakaye kuja kuwa na msaada mkubwa sana katika jamii, na atakuja kuwa na msaada mkubwa sana pia katika maisha yako. Ndoto ya 9, ukiota ndoto mtawala wa nchi amekufa au mfalme amekufa au kiongozi fulani hivi wa serikali amekufa, au wewe ukawa ni mtawala ukajiotea umekufa, aidha we ni raisi, aidha we ni waziri, aidha we ni mbunge, aidha we ni daktari mkubwa ukajiotea umekufa. Lakini baada ya kifo hicho, mkusanyiko wa ule watu, ule umati wa watu wanakuzungumzia kwa mazuri, au wanamzungumzia yule kiongozi kwa mazuri, basi tafsiri ya ndoto hii ni kwenda kuwa ni mtu wa mafanikio. Na vile vile kama we ni mtu ambaye ni kiongozi, basi tafsiri ya ndoto hii, uongozi wako utauongoza katika njia yenye kheri, na watu watakufurahikia, na uongozi wako utakuwa ni wenye matunda mazuri katika jamii. Na kama wewe ni kiongozi ambaye ni mdogo, ukaota ndoto kama hiyo, basi tafsiri ya ndoto hii ya kwamba utaenda kuwa mtawala, na utakuwa ni mtawala bora mwenye kupendwa na jamii yako liye kuzunguka, na kwa wale watu ambao umewatawala basi watakuwa ni wenye kukuombea mema. Ndoto ya 10, ukiota ndoto ukamwona mtu aliyekufa yupo katika nyumba ya ibada, aidha yupo msikitini ana swali au anafanya azkari mbalimbali, tafsiri ya ndoto hii unajuzwa ya kwamba yule mtu uliyemuotea aliyekufa, awe baba yako mzazi, awe mama yako mzazi, awe ndugu yako, awe rafiki, au jirani yako, kama umemuotea yupo katika nyumba ya ibada anafanya azkar au anaswali, anasujudu, na mtu huyo tayari alishakuwa amekufa, na ukamwona yupo katika nyumba ya ibada, tafsiri ya ndoto hii unajuzwa ya kwamba kifo ambacho kimemkuta basi ni kifo chenye kheri, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsamehe makosa yake, yupo katika neema, yupo katika kundi la watu wa waja wa peponi. Kama unasumbuka na mitihani ya kimaisha, umekuwa ni mtu ambaye unapambana sana usiku na mchana, lakini huna mafanikio, unafanya kazi kwa bidii, sifa wanapewa watu wengine, unahangaika huku na kule katika biashara, unapata anguko la biashara, hupati wateja na msingi unakufa kabisa, unaanzisha hili, unategemea mafanikio, unapata anguko na unafilisika kabisa. Daktari Musa, kama unavyoiona hapa ofisi yangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kuna dawa za mivuto ya biashara, na vile vile kuna dawa za mivuto ya mapenzi, ya kufanya upendwe na mke, mume uliye naye, rafiki pamoja na bosi. Na kuna dawa za kupandishwa cheo, kama unahitaji kupanda cheo kupitia kazi unaifanya. Na kuna dawa za kufanya uwe na mvuto wa kupendwa kila kona dunia utakayopita. Kuna dawa za maradhi mbalimbali. Na kama unahitaji pete za majini,
zenye kuvuta mali, zenye kuvuta utajiri, na maanisha pete za mali, zenye kufanyiwa kafara za wanyama kila baada ya mwaka. Unahitaji kuwa na kibali cha kuheshimika kila kona dunia utakayopita, na kufanya jambo lako liende pasipokuwa na kikwazo cha aina yoyote. Kama unahitaji pete za bahati, pete original kabisa zenye kuendana na ufalme wa nyota yako, pete za mafanikio, za kufungulia milango yako ya riziki iliyofungwa, usisite kunitafuta Dr. Musa kupitia namba +255 784 120 592. Na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, usisite kusubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Na pia utakuwa umefanya jambo la uungwana zaidi kama utaamua kushare video hii na ukalike. Allah kulipe khairi. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Musa, Dr.